na la Roho Mtakatifu. Amani iwe nanyi. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kumtolea Mungu sadaka yenye kumpendeza. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Na Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Ee Mungu, kila mwaka unatujalia kuiona siku ya kutabarukiwa kwa kanisa lako hili. Tunakuomba usikilize sala zetu sisi taifa lako. Utujalie tufanye daima humu kanisani ibada iliyo safi na ya kupendeza, tupate wokovu kamili. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na Yesu alikwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kufunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara.
wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Neno la Bwana. Imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, kama tulivyoelezwa mwanzo wa adhimisho hili, leo tunakumbuka au tunaadhimisha siku ambapo kanisa hili la Mtakatifu Yosefu lilitabarukiwa, yaani liliwekwa wakfu tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 1908. Kwa hiyo imepita miaka 113 tangu kanisa hili lilipotabarukiwa. Kanisa hili lilipokuwa linaandaliwa kujengwa, watawala wa wakati ule, yaani Wajerumani, walitoa masharti ya kuzingatia. Waliagiza kitakachojengwa hapa kiwe ni jengo la heshima, jengo ambalo linaakisi au linadokeza heshima na sura ya mji wa Dar es Salaam. Naamini walipokuwa wanatoa maagizo hayo, hawakuwa wanafikiria sana juu ya umaana wa kanisa. Sisi tunapofanya maadhimisho haya, tukifuata nyayo za wale walioliweka wakfu, yatupasa kutafakari juu ya umaana wa kanisa. Na naomba niseme mambo haya yafuatayo kuhusu kanisa. Tunapozungumza juu ya kanisa, kwanza kabisa tunamaanisha watu, wana kanisa, ambalo sisi ni viungo na Kristu ni kichwa chetu. Kwa hiyo yatubidi kujua uzito wetu, umuhimu wetu
na heshima yetu kama watu wa Mungu. Yatubidi kuzingatia wito wetu wa kuwa nuru na taa ya ulimwengu. Jambo la pili, tunapozungumza juu ya kanisa, tunadokeza pia jengo kama hili, jengo ambalo limewekwa maalum kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, kwa ajili ya kuadhimisha masakramenti, kwa kifupi kwa ajili ya utakatifuzo wa wana kanisa. Na kwa kuwa kanisa limewekwa kwa malengo hayo, basi kanisa linawekwa wakfu, yaani linabarikiwa kwa sala maalum, linatengwa kwa namna maalum na kuwekwa maalum kwa ajili ya Mungu na watu wake. Kwa sababu hiyo, kanisa hili halipaswi kugeuzwa mahali pa sokomoko, mahali pa fujo, mahali pa porojo, mahali pa mambo ya hovyo. Linapaswa kutunzwa, kuheshimiwa na kutumiwa kwa mambo yaliyo matakatifu. Na neno la Mungu tulilosikia leo linatupa mafundisho juu ya hayo. Katika somo la kwanza lililotoka kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme, tumesikia sala ya Sulemani. Sulemani ambaye akisha kujenga hekalu la Mungu anafanya mambo mawili. Kwanza, anaungama imani yake kwa Mungu, Mungu mmoja, Mungu ambaye ndiye peke yake mtakatifu, na anajiaminisha kwa Mungu huyo mmoja na mtakatifu. Jambo la pili, anaomba baraka ya Mungu, na anaiomba kwa ajili yake na kwa ajili ya uzao wake. Na anapofanya hivyo, haombi tu kwa ajili ya familia yake, anaomba kwa ajili ya taifa lote teule la Mungu, taifa la Israeli. Katika somo la Injili tumekutana na Yesu katika safari yake ya kuhubiri, ya kuujenga utawala wa Mungu, na tumeambiwa amefika hekaluni, akakuta watu wakifanya shughuli mbalimbali za hovyo hekaluni. Tutarudia tena tujiulize, hizo shughuli za hovyo ni zipi? Haidhuru, Yesu alipoona watu wanafanya yasiyotakiwa hekaluni, aliwaondosha na akawaambia kwa tamko zilo, imeandikwa kuwa nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala, sio pango la wezi, sio mahali pa biashara na mambo kama hayo. Je, hayo ambayo yalifanyika hekaluni tuyatafsirije? Kabla hatujayatafsiri, tutazame somo la pili. Katika somo la pili, Paulo mtume anawaambia Wakorinto kwamba ninyi
ni hekalu la Mungu. Anawakumbusha ukweli juu ya nafsi zao, anawakumbusha juu ya wito wao, anawakumbusha juu ya utume na ushuhuda unaowapasa. Ninyi ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo angalieni mnavyoenenda, angalieni mnavyojijenga, angalieni mnavyojilea, angalieni matendo yenu. Kila mtu na ajiridhishe kwamba anajenga ipasavyo au anajenga kihovyo hovyo. Sasa ndugu zangu, huko kujenga kihovyo hovyo ndiko kule kufanya biashara zisizotakiwa. Biashara zisizotakiwa kwa neno moja fupi utaziita dhambi. Chochote kile kisichompendeza Mungu ni biashara mbovu. Na katika maisha ya Mkristo haipaswi kuwapo biashara ya hovyo, hayapaswi kuwapo matendo ya kufuru, matendo yanayomchukiza Mungu. Kwa hiyo kama vile tusivyotakiwa kufanya jambo lolote la hovyo, la kipuzi, la kipumbavu ndani ya kanisa hili, vivyo hivyo hatupaswi kufanya lolote lililo la hovyo, lililo chafu, lililo la aibu katika nafsi zetu, katika roho zetu, katika miili yetu. Na ndugu zangu, tunapoadhimisha kwa hiyo uwakfu wa kanisa hili na kuadhimisha uwakfu wa kila mmoja wetu, tumuombe Mungu atupe neema, atupe nguvu ya kusimama imara katika imani na katika uadilifu wa Kikristo. Nilisema mwanzo wa mahubiri haya kwamba watawala wa Kijerumani waliagiza kwamba hapa kisijengwe kitu cha hovyo, kijengwe kitu kitakachoonyesha sura, taswira ya mji wa Dar es Salaam. Pamoja na kwamba sasa kanisa limezungukwa na majengo marefu kushoto na kulia, lakini bado kanisa hili linapaswa kubaki ni kielelezo cha mji wa Dar es Salaam. Na kwa kuwa mmepiga makofi, nirudie kusema, na ninyi mnapaswa kuwa ni kielelezo cha utakatifu wa watu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo msionee aibu imani yenu, msijiruhusu kuregea, msijiruhusu kuyumbishwa au kudanganywa na mtu yeyote. Na tunapoadhimisha siku hii ya kukumbuka kutabarukiwa kwa kanisa hili, ikumbuke kwamba tunaadhimisha pia mwaka wa Mtakatifu Yosefu, ambaye ni somo, mwombezi na msimamizi wa kanisa hili. Tumwombe Mtakatifu Yosefu atuombee, atusindikize na atupe nguvu ya kimungu ya kusimama imara na kutangaza Injili ya Bwana. Amani ya Kristo iwe nanyi.
kwa njia ya kanisa hili ukae kwetu daima, tuweze kukaribia kwa maombi yetu. Bwana, wajalie mataifa yote kukutana nawe kwa njia ya kanisa lako. Bwana, uwasikilize wote wanaokuja katika kanisa hili kusali, wajaze matumaini na kusikilizwa maombi yao. Bwana, uwarudishe wote waliojitenga na kundi lako, wapate kujaliwa huruma yako. Bwana, uwapokee kwako marehemu wote waliosali katika kanisa hili. Bwana,
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, leo tunakumbuka ile siku uliyoipenda kuitakatifuza na kuijaza nyumba yako mibaraka yako. Tunakuomba utufanye sisi wenyewe kuwa sadaka inayokupendeza daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nawe nanyi. Inueni mioyo. Shukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Ee Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa maana umekubali tukujengee nyumba hii, ndimo humu uachi kuifadhilia familia yako inayosali safiri kuja kwako. Humu unaunda na kutekeleza kwa namna ya ajabu ule ushirika uliopo kati yako na sisi. Maana kanisani humu unajijengea mwenyewe hekalu ambalo ndiyo sisi. Hali kadhalika unalifanya kanisa lililoenea popote duniani liongezeke katika maumbo ya mwili wa Bwana wetu, nalo litakuja kukamilika litakapoona amani katika mji wa Yerusalemu ya mbingu uko juu. Kwa hiyo pamoja na umati wa watakatifu na malaika wote tunausifu utukufu wako na kukusifu na kukutukuza na kukuhimidi tukisema:
Bwana, kweli u mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa heshima ya jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mambo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambao ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata msaada daima, msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi,
maaskofu wasaidizi Henry Mchamungu na Stefano Msomba, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamani mlioita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanyiko wako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliotangulia waliowapendeza, nasi tunatumaini kuvuka katika ufalme huo, ili pamoja tushiriki milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, na kwa njia yake tunamwendea ulimwengu wewe. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu Na sasa tusali kwa imani ile sala tuliyofundishwa na Bwana. Baba yetu jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapongojea kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachieni amani, na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila ione imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja tawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa kuinamiana mpeane amani.
Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba utujalie sisi taifa lako, turudi nyumbani kwa furaha na matumaini ya baraka zako. Hivyo ibada tuliyoifanya katika sikukuu hii ya leo, tuone imetufaa rohoni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Basi kwanza kabisa, kabla ya yanayofuata, nipende kumkaribisha mwenyekiti wa halmashauri ya walei kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu kwa kutushirikisha yale yatokanayo na sherehe ya leo katika kumbukumbu ya kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Karibu mama mwenyekiti. Kristo tumaini letu. Basi Mhashamu Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu wetu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Baba Vincent Mpwaji, kansela wetu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, paroko wetu, paroko msaidizi, mapadri wote, watawa na waamini wenzangu, leo ni siku ya furaha, siku ambayo ni siku kuu kwa kanisa letu kuu kama tulivyosikia katika homilia ya leo. Basi naomba tumshukuru Mungu kwa kupiga makofi. Basi nina mawili ya kuwashirikisha. Jambo la kwanza ni kwamba tunawashukuru sana wale wote ambao walijitoa kujenga hili kanisa. Tunaamini sadaka yao imewafanya wawe mahali pema peponi. Pia tunawashukuru wale ambao wameendelea kulikarabati na kulitunza hili kanisa mpaka leo. Sisi jamani, miaka zaidi ya 100 tuko hapa. Kama alivyosema baba, hili kanisa ni kielelezo cha jiji la Dar es Salaam. Basi na sisi pia tumepewa hicho kijiti. Tuna jukumu la kuendelea kulitunza na kulikarabati hili kanisa ili wengine waje washerekee miaka 200. Katika kufanya hivyo, mbele yetu tuna majukumu mawili. Jukumu la kwanza ni jukumu la kubadilisha vigae huko juu. Vigae vimekwisha, vinatakiwa vipya. Katika mpango wetu wa mkakati wa kanisa kuu, jambo la vigae lipo. Kwa hiyo tutakuja kwenu kama shukurani kwa Mungu, tushirikiane tuweze kubadilisha hivyo vigae. Jambo la pili ni hiyo pipe organ hapo nyuma. Yale sio mapambo, muziki unatakiwa utokee pale juu. Sasa na sisi basi tumtolee Mungu shukurani kwa kutimiza hayo mambo mawili. Kama mnavyofahamu, mafundisho ya kanisa yanatuambia shukurani unayomtolea Mungu inakuwa ni kwa ajili ya wokovu wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo tukija kwenu msiseme nini wala tunakutafutia wokovu. Wewe unashukuru alafu unapata wokovu. Basi muda si mrefu tutakuja kwa ajili hiyo. Jambo la pili ambalo ningependa kushirikisha sikukuu ya leo ni kumbukumbu ambayo tumemwandalia baba yetu mpendwa Askofu Mkuu pamoja na maaskofu wasaidizi. Zawadi hii ina picha 1, 2, 3, 4, 5.
Picha ya kwanza inaonyesha uwanja ulivyokuwa hapa mwaka 1888, kiwanja kimekabidhiwa. Picha ya pili inaonyesha siku ya kuweka jiwe la msingi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1898. Picha ya tatu inaonyesha ujenzi ukiwa unaendelea tarehe 15 Juni mwaka 1899. Picha nyingine inaonyesha siku ya uzinduzi wa hii cathedral tarehe 2 Februari mwaka 1903. Na picha ya tano ni kanisa lilipokuwa baada ya kuzinduliwa, kabla ya magorofa, kabla ya kivuko hapo cha kwenda Zanzibar. Tumsifu Yesu Kristo. Nitamuomba paroko msaidizi anisaidie kumkabidhi baba askofu zawadi hii. Atasema kama ataweka ofisini kwake, kama nyumbani kwake, lakini kila akiangalia atakuwa anamtukuza Mungu kwa makuu ya kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Nitaomba paroko msaidizi amkabidhi. Nitaomba mkabidhi kansela ambaye atawapelekea, nafikiri protocol ndio hivyo, atawapelekea maaskofu wasaidizi. Nilikuwa naogopa sasa ikakosea protocol. Karibu. Basi hao ndio kutoka kwenye halmashauri ya walei na kutoka jumuiya nzima ya Mtakatifu Yosefu katika sikukuu ya leo. Mungu ni mwema kila wakati. Asante sana. Wow. Asante sana mama mwenyekiti. Katika mahubiri leo baba askofu mkuu amesema kuwekwa wakfu kwa kanisa hili kuwe na tafsiri sambamba na sisi kuwekwa wakfu mbele ya Mwenyezi Mungu katika maisha ya utakatifu. Hilo ni moja. Lakini pili, baba askofu mkuu amesema kanisa hili limejengwa na litaendelea kuwa na muonekano wa kielelezo cha jiji la Dar es Salaam. Lakini na sisi katika imani tunapaswa kuwa kielelezo kati ya watu tunaokutana nao. Baba askofu mkuu, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Lakini wewe baba askofu mkuu unayo maneno ya kutuendeleza sisi kuunganika na kanisa hili, na hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na baba askofu anapenda kuuliza, ni ishara gani basi utakaiona katika kanisa kwa hili limetabarukiwa? Na jibu ni juu ya misalaba inayokuwa katika nguzo za kanisa, misalaba 12. Naambiwa kanisa limejengwa juu ya misingi ya mitume, na hivi mnapoona hizo mishumaa inayowaka kwenye hizo nguzo ndiko kulipo na hiyo mishumaa. Hivyo tuzidi, ndiyo ilipo hiyo misalaba. Tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ya siku ya leo. Kuna picha moja tu leo hii. Mama mwenyekiti ameonyesha picha ambazo zimeanza tangu kiwanja na mpaka ujenzi. Lakini kuna picha inayoonyesha uso wa kanisa hili. Sasa picha hiyo na ina maelezo kwamba ni ya kumbukumbu ya siku ya leo ya kutabarukiwa kwa kanisa hili. Naonyesha hiyo miaka 113 kwa maandishi na ule mwaka ambao kanisa hili litabarukiwa. Na hivi tamwomba baba askofu mkuu aibariki picha hiyo.
lakini mwenyekiti wa halmashauri ya walei amesema kwamba kanisa hili linatakiwa kufanyiwa ukarabati mkubwa na hasa juu ya paa lake. Basi baada ya baraka hiyo ya baba askofu katika picha hiyo, anaweza akajitokeza mmoja akaitaka picha hiyo, na lengo mmoja wenu aichukue picha hiyo. Chochote ambacho ataweza kuchangia kwa kuchukua picha hiyo, basi iweze kuwa sehemu ya bidii ya kuendelea kulitunza kanisa hili na kwa malengo ya ukarabati wa kanisa hili hasa paa lake. Hivyo Baba Askofu Mkuu, tunakuomba ujiongee mbele kwa ajili ya kubariki picha hiyo, na msimsimamishe muda mrefu hapo. Tamwomba mwenyekiti wa kamati ya mavuno aweze kutuambia yani ile ya mwanzo, labda shilingi fulani, alafu mwingine yeyote anaweza akainuka akasema mimi naichukua kwa shilingi fulani. Basi tumalize, twende ukumbini kule ambapo tutasikia nyimbo na tenzi za rohoni katika ukumbi wa parokia. Wale ambao bado hawajanunua tiketi, bahati yenu leo, kwa sababu tiketi bado zipo. Kwa hivi tutakuwa pamoja na Baba Askofu Mkuu. Kwa hivi mnunue hizo tiketi mara baada ya adhimisho hili, na tutakutana kule ukumbini. Karibu Baba Askofu Mkuu hapa mbele. Niombe muikunjue hiyo picha, natakiwa ishikwe na watu 4 kwa sababu ni kubwa. Hapa mbele kabisa hapa, muifungue watu 4. Makofi na basi. Mama mwenyekiti wa kamati ya mavuno, wengine tuketi, naomba utupe bei haraka haraka. Hii picha imetengenezwa katika turubai gumu, kwa hivyo unaweza kule chumbani au sebuleni ukaenda ukaitundika, na baraka hiyo itabaki kwa mwaka mzima. Picha hii iko moja tu na itabaki kuwa moja tu ambayo imebarikiwa leo katika muda huu. Kwa hivyo ichukue hii, na labda tunafikiria kwa sababu ni kubwa, labda mwakani sijui tutengeneze kwenye kitambaa. Unaweza ukaifanya kama shuka pia, unajisikia umefunikwa na kanisa la Mtakatifu Yosefu. Karibu mama mwenyekiti. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upendo wa Kristo. Asante sana kwa unyenyekevu mkubwa, nikitegemea baada ya mimi kutaja hicho kiwango, naona wenzangu wengine humu ndani wafanyabiashara wakubwa sana, wenye miradi mikubwa,
wenye kuendesha magari makubwa sana, wenye majumba ya ghorofa mengi sana, basi nitaomba waje waitendee haki picha hii yenye kumbukumbu nzito sana. Mimi nimefunga ndoa mwaka 1972 katika kanisa hili na marehemu mume wangu ambaye jana nimesherehekea miaka 26 toka amefariki, na watoto wangu wote wamebatizwa humu ndani na wanaendelea kufunga ndoa humu ndani. Pengine na siku ya hatima nitatokea na kuaga humu ndani. Basi kwa heshima hiyo, ndugu zangu, ninaomba nianze kwa kusema angalau zile fedha walizotengenezea na picha hii milioni 2. Makofi mengi jamani, manake mimi nidhani ataanza chini. Mmoja wawili ambaye labda kwa maelezo ya mwenyekiti wa kamati ya mavuno anaweza kutoa zaidi ya hiyo milioni 2, na ikibaki kwenye milioni 2 manake ataichukua yeye. Anayeweza kutoa zaidi ya hapo ni kuneni kidogo basi. Karibu Mama Kiarenda. Peni maiki ile maiki. Anjo hapa. Msifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kanisa la Mtakatifu Yosefu ni zuri au sio zuri? Zuri sana. Basi mimi ni mwana Mtakatifu Yosefu kwa kuzaliwa, kwa kuishi. Sasa kimsingi hivi vigae ni vingi mno na hii picha ni nzuri mno. Mimi ahadi yangu inazidi hiyo. Mwenyekiti, makamu wa mwenyekiti Patrick upo? Mimi ahadi yangu itakuwa ni vigae vyote vya altareni. Yeye ametoa ahadi ya vigae vya upande huu wa altareni, hiyo atagharamia yeye. Naona baba askofu mkuu umetuletea baraka kubwa leo, lakini bado kwenye picha milioni 2. Anayetoa zaidi milioni 2. 1 milioni 2. 2 milioni 2. Basi baba askofu mkuu, naomba uikabidhi tena picha hiyo kwa Mama Luena ambaye atailipia shilingi milioni 2. Karibu Mama Luena, pokee picha hiyo. Makofi. Mama Kiarenda, baba askofu, yule mama umpatie baraka ya pekee kwa kweli. Karibu sana Mama Kiarenda, tuweze kupata baraka ya askofu kwa sadaka hiyo kubwa ambayo tunaamini hawa wawili leo wameonyesha ishara na kufungua njia ya baraka na neema.
mwisho, Baba Askofu Mkuu, tunakushukuru pamoja na nyote mlioshiriki, lakini tukiendelea kutambua kwamba kesho saa 11:30 hapa kanisani kutakuwa na ibada ya misa ya Vigilia Pentekoste itakayoanza saa 11:30 jioni, itakayoongozwa na Baba Askofu Msaidizi Heri Mchamungu kuelekea uzinduzi wa sinodi ya maaskofu itakayofanyika siku ya Jumapili katika viwanja vya Msimbazi Center kuanzia saa 4:30 asubuhi. Hivyo tuweze kuendelea tena kuwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu katika maadhimisho hayo matakatifu ya kijimbo. Baba Askofu Mkuu, tunaomba utumalizie ibada ya misa hii kwa baraka na tuelekee ukumbini kwa ajili ya nyimbo ama tamasha la muziki. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Abariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.